Cholo, mambo vipi bwana? Sahi bwana, poa sana. Goli 5-6. Young Africans wanamkandamiza mtu mzima Mbeya City. Kocha wao wanafukuzwa usiku sana. Lakini zinaibuka tuhuma kwamba eti mechi iliuzwa. Ya kweli hayo bwana? Ule ushamba kwenye mpira. Ule ushamba. Unajua ngombe kitu kimoja, yani huwezi kuwa bingwa, unataka kuwa bingwa kwa mechi za kununua namna hii. Huwezi kuwa mshindani mzuri. Umeshanielewa? Yani kwamba afu mpira sasa hivi hauna afya. Kwa sababu mpira huo ndo hata huo ndo mpira ambao umetuweka nyuma muda mrefu sana. Simba na Yanga tunaamini kwamba tukikutana wenyewe tukifungana tumemaliza. Tunakutana na timu kutoka hapo tu Zimbabwe, Zambia, wapi tunafungwa tunatoka. Leo tunashindana na mtu kama National Ahli, tunashindana na mtu kama Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns. Unaona kabisa kwamba timu tunazoshindana nazo sasa hivi ni timu kubwa, tunashindana nao sokoni. Maana yake tukishindana nao sokoni ndio kushindana nao kwenye kiwanja. Huwezi kununua mechi na Mbeya City. Hapo unaenda kushindana na Mamelodi Sundowns. Unamfungaje Mamelodi Sundowns? Sasa bwana Cholo, hebu mtufafanulie hapa. Japokuwa wachambuzi baadhi kweli wamesema kwamba mechi ni kama imeuzwa hivi, lakini ushahidi kidogo kupata ndo mtihani. Hauwezi kupata ushahidi kwa sababu ili upate ushahidi maana yake uone kabisa mtu anatoa fedha anampa mtu mwingine. Umeshanielewa? Lakini kuna vitu vinaitwa viashiria. Viashiria vya upangaji wa matokeo, hiyo ndio inapelekea uonekane mechi imefanyaje, imeuzwa. Cha kwanza, Mbeya City wameacha wachezaji zaidi 8 mpaka 9 kama sikosei. Walikosi ya kwanza ambao walikuwa na uwezo kwenda kuchallenge ile game. Pili, wao wenyewe kwa namna walivyocheza ile mechi, unaona kabisa kwa sababu Yanga ni timu nzuri na timu bora, lakini hana uwezo wa kuwa anacheza kiasi kile. Kwa sababu makosa yalikuwa yanafanyika, zile errors ambazo wanafanya Mbeya City, yani hawastahili kucheza ligi kuu Tanzania bara. Wala championship sidhani kama wanastahili kucheza. Umeshanielewa? Kwa sababu hata TMA ambao wako championship wakucheza vile na Young Africa. Yani kuna maswali magumu walikuwa wanamuuliza na Young Africa, na wakiwa wanajua kabisa huyu ni mzani. Kama walikuwa wanajua timu yao dhaifu, walikuwa hawana haja ya kuwa wanataka kucheza vile. Kama walikuwa wanajua timu yao dhaifu kiasi kile. Na ukitaka kujua ile mechi kwamba wao wenyewe waliamua kuiuza. Baada ya kupoteza goli 5 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili zinaingia goli ngapi? Goli moja tu. Maana yake walijua kabisa kwamba tunaweza kufunga mianya tukafanya kitu. Na kitu ambacho hata kocha mwenyewe naamini kilimshangaza, na ndio maana alitoka akaenda kuongea. Kwamba hii mechi imefanyaje? Hii mechi imeuzwa. Kwa sababu alihitaji wachezaji wao akaambiwa wachezi. Wao sana na Yanga Africa wanaacha wachezaji 8 nje. Unategemea nini? Lazima ufungwe. Kwa hivyo vitu havina afya kwenye mpira. Kwa hivyo viashiria vya mambo kama hayo, sio bonus kuwepo kwa timu wacheze na timu nyingine, sio kuweka wachezaji nje ili wacheze na timu nyingine. Hiyo ndio inaonekana tunatumia sisi lugha kwamba mechi imefanyaje? Imeuzwa. Wenzetu watu walioendelea huko Ulaya wanatumia kwamba upangaji wa matokeo. Ushanielewa? Kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa sababu ya kuboost morali yao kuelekea mechi ya dabi. Yaani ionekane kwamba wao na timu bora kuelekea mechi ya dabi. Kwa sababu ikashinda goli 6, na ndio maana unaona zimefungwa goli 6. Baada ya kuongelea sasa ubora wa Young Africa unaongelewa namna mechi yenyewe ilipochezwa, kwa sababu siku hizo watu mpira wanauona na mpira wanajua. Lakini bwana Cholo, sio Mbeya City tu, kwa mujibu wa Young Africans wanasema wamemfunga goli 5 au goli 6. Wanasema hata nyinyi mliwahi kufunga goli 5. Labda na nyinyi mliuza mechi, wanaochoja ambacho wao wanaoji. Simba anapoteza goli 5. Scenario zilikuwa na namna hii na Mbeya City. Kuna watu wamewajibika bro, Simba anapoteza goli 5. Wewe Mnyasa shahidi. Wewe shahidi kabisa, Simba anapoteza goli 5, kuna watu wamewajibika, kuna watu wamewajibika na kuna watu wanaona aibu mpaka leo. Wengine waliondoka kwenye timu kilazima. Wameenda kutafuta maisha na timu nyingine kwa sababu ya mechi ile. Umeshanielewa? Simba anapoteza goli 5. Alafu Simba kufungwa na Yanga goli 5. Of course inawezekana akatokea kama, kwa sababu hata Simba anaweza kumfunga hizo Yanga goli 5, kwani Yanga hajafunga goli 5 na Simba. Ashawaifungwa. Yani wao wanaweza kufungana. Mbeya City anaweza kumfunga Simba, anaweza kumfunga Yanga. Hawezi. Umeshanielewa? Lakini kwamba kama unaamua kushinda mchezo, basi onyesha upinzani. Zitokee hizo goli 5, goli 6, watu wataona. Umeshanielewa? Mechi ya Simba na Yanga, watu walikuwa nini walipigizana kelele? Wanaenda half time moja. Sio Mbeya City anaenda half time kwa sababu la 5, Simba anaenda half time na Yanga. Maana yake goli 4 zimeingia kipindi cha pili. Kwamba ndio watu wakaanza kutia mashaka. Umeshanielewa? Lakini Mbeya City pia wametia mashaka kwa sababu half time wanaenda goli 5 bila. Umeshanielewa? Maana yake walitegemea goli nyingi zingie kipindi cha pili maana yake. Hao Yanga mwenyewe kama anakuja na hiyo concern kwamba mbona Simba nishamfunga. Wao wenyewe wakumbuke anafungwa goli 5 na Simba na Simba Sports Club. Goli ziliingia kipindi cha ngapi? Kipindi cha pili Simba alifungwa. Achana kipindi cha pili, Simba na Yanga ile mechi, Yanga anakufa goli 5 bila. Wao walifungwa magoli mangapi? Si magoli 5 kipindi cha kwanza. Umeshanielewa? Sisi tumeimaliza mechi mapema tu, wamekufa chuma 5 Yanga Afrika. Waliofukuza mpaka dereva wa basi kafukuza. Kwa nini? Waliamini mechi imefanyaje? Mechi imeuzwa, kuna watu wameuza mechi. Kwa sababu sio kawaida. Unaweza kuifunga timu ndogo goli nyingi, lakini unaangalika na hiyo timu. Umeshanielewa? Wametimia. Umeshanielewa? Kama walitimia Mbeya City walicheza ile kwa ski sawa. Wamepoteza huo mchezo tunajua. Mbona hayo matokeo ya mpira yanatokea? Lakini trust me, mechi ya Mbeya City na Young Africa, mechi ilichezwa nje.
Na ndio maana hata mwalimu hakusita baada ya kuondoka hakusita kusema kwamba hii mechi imechezwa nje. Umeshanielewa? Kwa sababu Mecky Maxime sio mnafiki. Mecky Maxime ndio kocha ambaye hatakagi masiara, ukileta ukimwaga mboga na mwaga ugali. Na kwa hiyo kama kumwaga ugali. Kumwaga ugali. Kwamba bwana mimi nilitaka wachezaji wacheze lakini viongozi wamekataa. Kwa hiyo kuna agizo lilitolewa. Kwa scenario kama hiyo wewe mchambuzi wewe bwana Mnyasa, wewe unaisemaje? Maana kulikuwa kuna maagizo nje. Yaani kulikuwa na maagizo nje kwamba bwana wakicheza kwa mujibu wa kocha. Alafu wewe Mecky huyo. Mecky Maxime ana tabia hizo. Kama kumwaga. Umeshanielewa? Ndio maana akamwambia hii mechi. Na sio mara ya kwanza. Singida Black Stars msimu uliopita ilikuwa hivi. Wamekaa kina Jonathan Sowa, kina Thoribada wale wamekaa nje. Umeshanielewa? Wamekaa nje wamecheza Yanga na Ngoza goli 2 bila ndo anakuja kuingia kina Jonathan Sowa na Thoribada na kweli wakapata goli kama 2-1. Chupu achomoe. Kwa maana wangecheza wote, huenda lolote lingefanyaje? Lingetokea. Pia na msimu huu mechi ya Yanga na Singida Black Stars, kina Lydia Aucho, kina Lamin Jaji wale hawajacheza. Umeshanielewa? Mechi moja kina Simba, kina Ubasi wale hapo kina Basogi wale Ubasi yule golikipa wale ambao wamefungiwa, Lydia Aucho kafungiwa, golikipa Singida kafungiwa. Mechi na Yanga. Umeshanielewa? Lakini mechi na Simba watu wamefunguliwa, wamerudi, wamecheza. Sasa hivyo ni viashiria vya upangaji wa matokeo. Kwa kuona hayo yote ndio watu wanachukiza kwa sisi hapa Tanzania tunatumia neno mechi imeuzwa. Wenzetu wanatumia kwamba huu upangaji wa matokeo na ndio kile ambacho kisema. Na sio asituambie labda Simba ndo tunalalamikia maneno. Asema tunalalamikia. Walosema ni mwalimu wa Mbeya City. Ndio kayamwaga. Ndio kasema bwana. Kwamba hii mechi hapana. Hii mechi ilichezwa kwa aliyekuwa. Maana amefukuzwa aliyekuwa kocha wa Mbeya City. Umeshanielewa? Lakini mimi kwangu pia naipendaga sana hii. Kwa sababu unajua wanarukaga huku wanatafutaga sifa watu 5-5 wakifika kule makundi awamu. Kwa hiyo kipimo ni CAF Champions League. Mimi kwa sapati tabu. Ligi ya mabingwa bana. Hapa watarukaruka, sijui hata watamsifia Okelo. Si unaona jana juzi ile mechi goli 6 walikuwa wanatengenezeana namba bana. Yaani ilikuwa kutengenezeana namba. Dube afunga goli nyingi. Ionekana anaongeza magoli, akamfikia goli 8, akamfikia Fabrice Ngoi. Umeshanielewa? Pakome katengenezewa namba, kafikisha goli 4 si 5. Umeshanielewa? Ni Okelo kwa mechi moja akapiga assist 4, katengenezewa namba, alikuwa na assist 2 zishakuwa 6. Umeshanielewa? Yaani ilikuwa kutengenezeana namba, yani watu waonekane hatari, lakini muda utazungumza na watu ukweli tunauona. Bwana Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Tanzania, wakati anakagua ule uwanja ambao unajengwa jijini Arusha kwa ajili ya AFCON, alisema kwamba uwanja ufungwe kamera kudhibiti vitendo vya kishirikina. Sasa baadhi ya wadau wa soka wameenda mbali zaidi wakisema kwamba basi kama ni hivyo viwanja vyote vinavyoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara basi vifungwe kamera ili kuzuia hivyo vitendo ambavyo vinaaminika kuwa namba vinafanyika. Na kama unakumbuka hata waziri wa habari, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda aliwahi kuligusia hili kuhusiana na imani ambazo zinapelekea mpaka uwanja kuchimbwa na aliweza kutoa agizo ama onyo kwamba hataki kuliona ile jambo likifanyika. Unadhani kamera zikifungwa zinaweza zikadhibiti hiki ambacho kinaelezwa? Hivyo vitu haviwezi kuwezekana kwa sababu asikwambie mtu neno sio sheria. Kama kweli una nia kufanya hivyo, hata kamera zisifungwe. Waweke sheria tu kwamba bwana atakayekamata vitu hivi shirikike ushirikina ashushwe daraja, iwe sheria na kanuni. Kwani kuelekea mechi ya dabi mitatu kwa mfano viwanja vikafungwa kamera kila mahala na zikawa zinaonekana waziwazi hivi. Hata ukiingia kwenye mtandao au ukiingia Mnyasa Media pale na sisi tumepewa linki tunatizama tunaonyesha pale kwamba kama Benjamin Mkapa ndio iko hivi. Usiku mzima watu wanaangalia. Hiyo itasaidia kidogo kupunguza haisaidii kitu chochote. Kwa hiyo mama atafanya kama kawaida. Kwa sababu kama timu ilizuiliwa isifanye mazoezi na bado watu walishindwa kuchukua hatua. Unawezaje kuchukua hatua umeikuta hiyo timu hiyo yani. Walofanya mambo hayo ndio wamefanya ushirikina. Hao wote wanaongea hivyo na timu zao hapa Tanzania. Na timu zao ndio hizo mbili, Simba na Yanga. Niamini mimi. Ionekane kabisa pale mtu anashika jembe anachimba katikati ya uwanja anafugia kitu na afanye kitu chochote hiyo timu. Haiwezekani ikafanya jambo lolote. Hilo jambo hakuna. Hizo kamera watu walibia hela. Kama wanataka kutununulia kamera watu tutengenezee uwanja mwingine wa kuchezea mpira. Watutengenezee uwanja hata watu 5000 watutengenezee kiwanja kizuri, lakini sio mambo ya kamera. Bwana kuelekea mitatu dabi. Vipi mnajipangaje? Mimi kama nilivyoniwahi kuahidi nilikwambia msimu huu ananipa alama 6 na Young Africa ikishindikana ananipa alama 4. Mechi ya kwanza kabla ya mechi ya kwanza. Kwa mechi ya kwanza alinipa alama 1 kwa hakuna namna. Yaani hapa no way out. Yaani lazima anipe alama 3 zitimie zile alama 4. Kwa hiyo mechi tatu without pressure, yani without any pressure. Young Africa anakufa na Simba Sports. Wewe bwana wewe. Anapoteza huo mchezo, yani hakuna pressure yoyote yani. Sisi tu yani mechi siku tu ifike yani. Kwa Yanga anapoteza. Yani Yanga hiyo hatoki.
Mei 3 Yanga hatoki. Nilisema kama hajanipa alama 6 atanipa alama 4. Yanga Afrika msimu huu hatoki. Atapapatuka, atahangaika, atafanyaje, lakini msimu huu ameumia. Mimi nina timu bora bro. Mimi nina timu bora Mnyasa. Yaani ingekuwa sio makando kando ya marefa na nini, Simba sasa anaongoza ligi. Simba ameshinda kuongoza ligi, mimi nimenyimwa mpaka sasa hivi zimepotea alama hizo. Alama 4 zilipotea kizembe. Acha hizo nyingine ambazo sitaki kufuatilia. Umeshanielewa? Acha makando kando. Yaani alama 4 za wazi, achana na hizo zingine ambazo nikisema mbona hao walifanyiwa na hao walifanyiwa. Yaani 4 za wazi. Huyo mpinzani ambaye mimi nagombea naye ubingwa, nishamfunga goli limekataliwa. Alafu nakuja kwamba goli lilikuwa halali kafungiwa refa. Mimi nishanyima matokeo hapo. Ushanielewa? Wakiacha makando kando tucheze mpira, yani Yanga atoke kwa namna yoyote ile. Msimu huu Yanga atoboi. Kwa hiyo nyinyi mna uhakika kwamba mnaenda kuifunga Young Africa? Yani msimu huu Yanga atoboi kwa namna yoyote. Yani mechi ya pili yani mawili. Kwa sababu yeye anaongoza ligi, wao na wajanja wenzetu wanaweza kucheza mechi nje. Wakicheza nje wanaweza kufanikiwa kupata pacha kama ilipopata Amani. Lakini nje na hapo Yanga Afrika atoke. Tucheze mpira ile mwanangu, tutoke nyumbani tukacheze boli. Atoboi. Bana, sambamba na hilo semaji Ahmed Ally amewajia juu sana Young Africans akiwataka warudishe milioni 40, akisema kwamba kwenye zile fedha za goli la mama wao walitakiwa kupata fedha angalau milioni 20 lakini sio milioni 60 kwa mujibu wa Ahmed Ally. Na kumekuwa unagumza sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na hili. Kwa upande wako unazungumziaje? Hesabu zilikwendaje? Mimi niliona na goli la mama manake ilikuwa ni goli ambalo sio mechi ambayo watu wanashinda hata ukidraw. Yale magoli yako ambayo umeshinda si unapewa hela. Mimi kwa haraka tu nikikuhesabia kwa sababu magoli yalianza kutoka achana na zile hatua za awali tulikuwa walikuwa wanapewa kabisa. Na hata kama ungekuwa hajapewa kabisa zilikuwa zifiki milioni 60. Mimi mechi za Yanga zote nazikumbuka. Umeshanielewa? Na matokeo yao nayakumbuka yote. Yaani hawajafika milioni 60. Yaani kwamba tukisema twende kuanzia hatua za awali wakikuwa hata hawajapewa zile hela za sababu zile hela zilitokaga zile za mechi 4 za kwanza. Zile tulikuwa tushapewa. Alafu zilibaki kwenye makundi. Kwenye makundi na Yanga Afrika ameshinda goli 5 tu. Umeshanielewa? Ameshinda goli 5. Kwa hiyo kama goli 5 hata zikiwa milioni 10, yani kila goli milioni 10, bado haifiki milioni 60. Umeshanielewa? Kwenye goli 5 hazifiki milioni 60. Kwa sababu unatakiwa ifike milioni 60, milioni 10 goli ziwe 6. Yanga kashinda goli 5. Lakini kwa goli la mama lilikuwa milioni 5 ambazo Yanga Afrika itakiwa apate milioni 25 kwa sababu mechi ya kwanza alishinda 1-1 bila na Farabati, akaenda JS Kabylie mechi ya pili akadraw bila, akarudi hapa akaenda Al Ahly akafungwa yeye 2-2, akarudi hapa na Al Ahly akatoka 1-1 akawa na goli 2, akaenda zake Farabati akapoteza mchezo yeye 1-2. Umeshanielewa? Anarudi hapa na JS Kabylie anafunga anashinda goli 3. Kwa hiyo zile mbili za kwanza zikawa goli 5. Kwa hiyo kwa milioni 5 ilikuwa ni milioni 25. Yaani hapo ukichukua magoli yote ambayo kashinda kwenye hatua ya makundi. Lakini cha kushangaza ni kwamba tumekuja kasikia kupata milioni 60. Sasa sisi unajua mimi wagasiwalaumu sana Yanga kwa sababu kuna watu wanafanya hivyo makusudi. Umeona hilo jambo limeingia hapa karibia na dabi. Yani ni kwamba tayari watu wameseti ile star, wameseti michongo yao watu watoke nje ya mchezo. Kwa maana watu wafikirie zaidi kuhusu hilo jambo, ionekane Yanga anapendelewa na serikali na wameseti kabisa Young Africa na serikali. Yaani viongozi wa serikali ambao wamefanya hilo jambo na viongozi wa Young Africa wameseti huo mchongo kabisa uingizwe hapa katikati ili mradi watu wa focus na hilo jambo waachane na nini na mechi ya dabi. Mimi niwaambie tu Simba Sports Club, hii nchi si mchezo mpira. Wakitaka kufuatisha Yanga anafanya nini, sio serikali inamfanyaje Yanga, tutapoteza muda wetu sana. Ni maana kuna mbunge mmoja bungeni akasema Yanga amepewa uwanja na Simba naye apewe uwanja. Unashanielewa? Yaani sisi yani kama tunao uwezo wa kutengeneza kiwanja kasi kwa pesa yetu wenyewe tutengeneze, tukishindwa basi tutaendelee kukodi hivyo hivyo. Ikitokea timu inataka kusafiri basi tutatuchange tu, kama ikishindikana tuchange hata hela tusafirishe timu yetu ikacheze mpira. Tunataka mchezaji, lakini ukisema na sisi tujifanye tunataka tupewe hiyo nguvu, serikalini haipo. Sehemu ambayo Simba anaumia zaidi, kutaka kujaribu kutaka na yeye aingie, viongozi wa serikali wampe hiyo nafasi ambayo Young Africa anapewa. Na ndio sehemu ambayo tunaumia. Kwa sababu gani? Wanajua wao wanachokifanya ni makusudi kabisa. Kwa sababu milioni 60 alipewa Young Africa, walijua kabisa kwamba lazima Simba atafocus na hiyo hela kuliko nini? Atalalamika. Atalalamika. Na unaona Medela amelalamika. Mimi niwaambie viongozi wa Simba hilo jambo waachane nalo kabisa. Yaani waachane nalo, wamefanya makusudi kabisa. Kwa sababu maana ya kutoa hizo pesa kuna mhasibu pale serikalini. Umeshanielewa? Yaani kwamba kwa mtu ambaye amesoma ana masters na degree sio na nini na PhD, huwezi kushindwa hesabu ndogo ya milioni 5 mara 5. Haya basi fanya tano ingekuwa milioni 10. Yaani huwezi kushindwa mahesabu, wametoa wameangalia nini. Umeshanielewa? Kwa hiyo mimi Simba ninachowashauri wao focus na mambo yetu tu ya mpira basi. Iwe kapanga matokeo Yanga waachane naye, iwe si kiongozi wa serikali. Sisi hata tukiambiwa bwana sisi kocha wa timu hii ndio rais wa nchi.
Sisi tunyamaze tucheze mpira kwa sababu mpira udanganyi. Yaani mpira unachezwa kiwanjani. Sikasimama pale bwana Waziri Mkuu ndo kocha wa Young Africa. Mpira udanganyi. Kweli watashinda matokeo lakini utakutana National Ahli. Bwana shukrani sana. Sana. Shukrani bwana. Mimi nilikuwa naendelea wanitoa. Aendelea. Wewe bwana nitoa. Aendelea. Mpira udanganyi. Yaani mpira udanganyi siku. Yaani mpira unachezwa kiwanjani. Na ndio maana timu ambazo zina hiyo tabia hazifanyi vizuri. Mimi nakwambia ukweli Young Africa kwa namna ingekuwa yani kama wangeamua kusema bwana wanataka kushindana kweli kimpira. Wanataka kushindana kweli kimpira. Kuna wakati timu yao kama ilikuwa imesimama hivi na walikuwa wanaenda vizuri lakini naamini mimi baada alipoona kwamba mbona tunaanza kudrop wanacheza nje. Hasa huo mpira umepitwa na wakati. Sisi wenyewe Simba tulikuwa na tabia hizo hizo. Watu washafanya sana michezo hiyo ya kununua game. Washafanya sana enzi hizo akina Kaburu asije kina nani. Lakini ilikuwa haina faida anakuja hapa timu kama Medeama ndo anakuchukua unapasuka. Anakuja Zesco Suzanako unapasuka. Lakini leo hii hapa Tanzania anakuja Esperance de Tunis atoki. National Ahli anadondoka hapa atoki. Sio kaja Casablanca kapasuka. Yaani hapa unakuja yoyote anakuja.